عنا من المتقين آمين يا رب العالمين. Awali ya yote hatuna budi kumshukuru Allah tabaraka wa taala, lakini pia kumtakia rahma na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye ameletwa rahma kwa ulimwengu mzima. Jana yako ya kuiga katika ujana kabla hajaoa na hata baada ya kuoa, akiwa na mke mmoja, akiwa na mke zaidi ya mmoja. Mtume alikuwa na watoto wa kiume na watoto wa kike, namna gani alivyokuwa akiamiliana nao, lakini alikuwa ni babu akiwa na wajukuu wa kiume na wa kike. Hapo pia lipo eneo la kuiga. Mtume alikuwa ni mfanyabiashara, lipo eneo la kuiga. Mtume swalla sallama alikuwa ameajiriwa kama mfanyakazi, lipo eneo la kuiga. Lakini katika uongozaji wa kila jambo, Mtume alikuwa ni kiongozi wa dola ya Kiislamu, lakini pia alikuwa ni amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo kila sehemu Mtume swalla sallama anaigika, na moja katika kuigika kwake Mtume swalla sallama alikuwa anaigika hata katika maneno. Unaweza ukajifunza jambo. Mtume swalla sallama katika maneno yake yote aliyoyaongea katika umri wake wa miaka 63 hajawahi kusema uongo, hajawahi kumtukana mtu, hajawahi kumsonya mtu, hajawahi kumdharau mtu, hajawahi kumdhalilisha au kumfedhehesha mtu. Kwa hiyo kila sehemu lipo jambo la kuiga, kujifunza kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia Mtume alikuwa ni mwalimu wa Qur'ani, amewafundisha maswahaba Qur'ani. Kwa hiyo kila sehemu kipo kitu cha kuiga kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ujumbe wangu kwa usiku huu, kila mmoja katika sisi ajione kwamba analo jukumu la kumuiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kila sehemu Mtume anaigika. Katika maisha yake ya utoto Mtume sallallahu alaihi wasallam hajapatapo kukaa uchi, bali kila alipokuwa akitaka kuogeshwa nje alikuwa analia, kwa sababu anaona huko ni kufadhaishwa. Na sisi tuige hapo namna tunavyokaa na watoto wetu, na tunapoamua kuwaogesha tuwaogeshe katika eneo la faragha, kwa sababu hujui yule mtoto ukubwani kwake atakuja kuwa nani. Kwa hiyo kila sehemu ipo sehemu ya kuiga. Siku moja ilitokea kazi ya kujitolea, na yeye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi hiko bado hajakuwa mtume kwa maana ya kuteremkiwa na Jibril alayhi salam, kwa sababu mitume huwa wanazaliwa akiwa ni mitume. Ilitokea kazi ya kujitolea, na ilikuwa kama ya kuondoa kifusi fulani. Sasa vijana wale wengine wakawa wanabeba, lakini kwa sababu ya ule mchanga aliokuwa anaubeba walikuwa wakiufutika katika nguo na magoti yanakuwa wazi, na wengine wanafutika katika nguo yao ile ya juu, tumbo linakuwa wazi. Jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kulifanya, lakini akaona ni fadhaa kukaa tumbo wazi katika mazingira yale. Kwa tafsiri fupi, Mtume alikuwa hapendi kukaa tumbo wazi, kwa sababu pia kukaa tumbo wazi sio katika ustaarabu wa Kiislamu. Sasa na sisi pia tuige katika kipengele hiko. Kuna watu mna mapenzi ya kupenda timu zenu za mipira, siku timu yako ikishinda unashangilia njia nzima tumbo wazi,
lakini muda huo una sijida katika paji lako la uso, hii unakuwa kidogo unatoka nje ya kumuiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika hapo lipo pia la kujifunza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume katika maisha yake ya ujana hajawahi kunywa panki. Mtume katika maisha yake ya ujana hajawahi kuvuta sigara. Mtume katika maisha yake ya ujana hajawahi kuwa na mahusiano na mwanamke yoyote, kwa maana ya mahusiano ya kimapenzi kwa Kiswahili cha kisasa ambacho ndo vijana wanaelewa sana. Mimi si muumini sana wa kusema sema maneno hayo, lakini wakati mwingine ndo anaeleweka. Mtume hajawahi kuwa na demu, wanasema hivyo, katika maisha yake ya ujana. Sasa na sisi pia tuige, kama ni vijana wa Kiislamu, tusijihusishe na masuala hayo kwa sababu hayatuhusu, sio katika tabia zetu sisi Waislamu. Lakini pia Mtume hajawahi kucheza kamari. Vijana wengi hivi sasa wanabeti, kucheza kamari za kila sampuli. Sasa Mtume hakuwa hivyo, lakini pia Mtume alikuwa nadhifu, hakuwa mchafu. Na sisi pia tujitahidi, tujipambe na sifa ya usafi. Mtume hajawahi kufuga makucha. Leo unawakuta baadhi ya vijana na wapo madrasani wana makucha ya ajabu. Mtu kucha nyingine kakata, kuna kidole chake kimoja iko kabakisha kucha lake moja, utazani jini fulani vile. Sasa haitakikani. Kama kweli sisi tunamuadhimisha Mtume swalla sallama, basi tumuige katika kila eneo ndivyo tutakuwa tunakwenda sawa. Lakini pia Mtume katika maisha yake alikuwa akiishi na majirani. Angalia namna yeye Mtume alikuwa akiamiliana na majirani zake. Kwa hiyo kila sehemu ipo sehemu ya kuchukua kujifunza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu amesema Mtume ni uswatun hasana, ni kiigizo chema. Lakini pia la mwisho, tunawajibika katika maisha yetu kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye Mtume sisi anatupenda sana kuliko hata wewe unavyopendwa na mzazi wako, unavyopendwa na mkeo, au unavyopendwa na mumeo, au unavyopendwa na wale wanaokupenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anatupenda na mapenzi yake ni ya kweli. Kuna bwana mmoja alikuwa akidai kwamba yeye anampenda sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mwenyezi Mungu akampa ruya moja, akajikuta anaendesha gari. Ile gari aliyokuwa anaiendesha, akaona sehemu ya kiti cha mbele amepanda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ile gari, lakini ile gari ilikuwa inapandisha mlima. Kwa ghafla ikashindwa kufika kileleni, ile gari ikawa inarudi nyuma. Sasa yule bwana akawa amefadhaika, anafikiria namna gani ataweza kumnusuru Mtume na ile fadhaa iliyokuwepo wakati gari inarudi nyuma. Alichofanya, akawahi kushuka yeye kwa nia akatafute kigogo au tofali aweke katika matairi ili gari isimame. Sasa wakati gari inarudi kinyume, ghafla akati amepata kigogo, anakwenda pale anakuta gari imeshasimama. Cha ajabu, akakuta kilichozuia ile gari isiendelee kurudi kinyume, tairi ya mbele ya upande wa kulia, ya kushoto na mbili zile za nyuma, alikuta kuna watu wameweka vichwa vyao kuizuia gari isiendelee kurudi nyuma, ili awekwepo ndani ya gari asalimike. Cha ajabu, sehemu ya kwanza anakuta aliyeweka kichwa ni Abubakar Siddiq radhiallahu anhu. Sehemu ya pili anakuta aliyeweka kichwa ni Sayyidina Umar bin al-Khattab. Huko akamkuta Sayyidina Ali na Sayyidina Uthman bin Affan. Maana yake hao ni wapenzi wa kweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule bwana anagundumuka kutoka usingizini, anashangaa. Akamfuata mmoja katika mashekhe ambao wapo katika nchi yetu hii ya Tanzania, kumhadithia ile ndoto. Akamwambia hao ndio wapenzi wa kweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
walikuwa wapo tayari wafe wao ili kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa na sisi ambao tunafanya hizi hadhara, kama kweli tunampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe ni haka tukati kwa hakika ya kumpenda, isiwe tunasema mdomoni tunampenda Mtume lakini moyoni kuna vitu tunavipenda nje ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itakuwa mapenzi yetu sio ya kweli. La mwisho, wiki ijayo tunaingia katika uchaguzi tarehe 29. Tunahusiwa sana masuala ya amani. Kwa hiyo kila tunapokutana hili neno tusiache kulisema, kwa sababu kuna watu wao kazi yao kuwasakizia wenzao waandamane, alafu wenyewe wanajificha. Nilipata kuona clip moja, kuna watu wanawahamasisha watu waandamane huko Tanzania, wenyewe wako Marekani, na wakafanya maandamano huko Marekani kwa nia ya kutaka kuhamasisha, na wakisema kwamba Watanzania wanaoishi Marekani wameanza maandamano. Hao walikuwa wakiyasema maandamano wenyewe hata huko Marekani hawajatokea, kuonesha kwamba wao ni wanatumia mitandao kushawishi watu katika yale ambayo wenyewe si wenye kuyafanya. Kwa hiyo usikubali wewe ukawa ni panya wa majaribio ukaingizwa barabarani, mwisho wa siku kitakachokukuta ni familia yako na ndugu zako ndio watakaopata tabu. Kwa hiyo sisi ni Waislamu, tuwe makini na propaganda zinazotokea katika mitandao. Al-kamalu lillah, ukamilifu ni wa Mwenyezi Mungu kubwa. Tumuige Mtume na tumpende mapenzi ya kweli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.